imani. Kwa kama unapita kwenye magumu, hata yangekuwa magumu kiasi gani, uko kwenye darasa unapitishwa, uko wewe ni dhahabu, ni lazima upite kwenye moto, ni lazima upite kwenye moto utoke kama mkuu. Kwa usikate tamaa katika hilo jambo. Hata ingekuwa watu wote hawakuamini. Swali moja huwa nasemaga siku zote, watu hawakuamini, mmeo hawakuamini, mkeo hawakuamini, baada ya kujiuliza wote hawakuamini, unatakiwa useme kitu kimoja: Mungu anasema nini kuhusu wewe? Anasema nayajua mawazo yenu, na kwa sababu anayajua mawazo yetu, anatuwazia vema siku zote ili tupate kufanikiwa siku za usoni. Kwa kumbe wewe muamini Mungu hata kama watu hawakuamini, ila Mungu anakuamini, natosha. Usihangaike kuaminiwa na watu. Cha pili, katikati ya magumu usipoteze tumaini la kuomba, au usiache tabia ya kuomba. Ukiomba, Mungu anaweza kufanya yasiyowezekana na yakawezekana. Ni wanaoomba peke yao ndio wenye uwezo wa kubadilisha mambo. Kwa haijalishi unapita kwenye magumu kiasi gani, jifunze kama Abrahamu aliambiwa kamtoe mtoto Isaka wa pekee. Katika kipindi ambacho Ibrahimu alipita kwenye kipindi cha mawazo magumu, ndio kipindi hicho, japo Biblia haijatuandikia. Ndio maana Ibrahimu anaulizwa na mtoto wake, baba, kiberiti kipo, kuni zipo na kila kitu kipo, mwana kondoo yuko wapi wa kumtoa sadaka? Ibrahimu amjibu, anamwambia Bwana atajipatia mwana kondoo, kwa maana alikuwa ni, lakini bado alikuwa anaomba. Ndio maana ukitaka kujua Ibrahimu alikuwa anaomba, baada ya Mungu kumpa mwana kondoo, Ibrahimu anasema akapaita Yehova pale, akasema kwenye mlima wa Bwana itapatikana. Kumbe katika maombi ndiko inakopatikanaga. Kwenye maombi ndiko ambako tunaweza tukabadilisha mambo ambayo hayawezekani, mambo magumu sana. Kwa kama unapita kwenye magumu ya kukatisha tamaa, acha kuwatazama watu. Changamoto kubwa, una majibu ya watu, kwa unashindwa kuhusiana na Mungu. Ukitazama, unamtazama baba anasema nini,